Usikose kutazama kipindi cha Hatua kinachokuletea masuala mbalimbali ya uchumi na viwanda, yaani upatikanaji wa malighafi, uchakataji na mpaka sokoni. Na kubwa zaidi ni ajira kwa vijana na kukua kwa pato la taifa. Habari za wakati huu mtazamaji wa Dar2 TV. Asante sana kwa wewe ambaye umeendelea kuchagua Dar2 TV na kuifanya kuwa kituo chako bora cha matangazo. Kipindi hewani ni Hatua, kipindi pekee ambacho huwa kinakujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 kamili hadi saa 10 na dakika 10. Ni dakika 10 ambazo ndani yake zimesheheni mambo kadha wa kadha. Na leo katika Hatua tutaangazia ni kwa namna gani vijana wanaweza kutumia mitandao ya kijamii kwa ajili ya kujipatia fursa, ama wao wanaita kutengeneza maokoto. Na siku ya leo studio ninaye mgeni ambaye hatajitambulisha, lakini kabla ya yote tupate mapumziko mafupi, tukirejea tutaenda moja kwa moja katika mada yetu siku ya leo. Jina langu mimi ni Yusuf Joel. Hii ni Dar2 TV. Na baada ya mapumziko mafupi kutoka kwa wadhamini wetu, ni tumerejea studio na moja kwa moja twende katika mada yetu ya siku ya leo, ambayo tunaangazia ni kwa namna gani vijana wanaweza kutengeneza ama kupata fursa mbalimbali zilizopo kwenye mitandao ya kijamii. Kama ambavyo nikujuza, siku ya leo studio nitakuwa na mgeni wangu hapa, moja vijana ambao tumekuwa tukiwaona katika mitandao mbalimbali ya kijamii, lakini sasa siku ya leo tutaenda kutuelezea ni kwa namna gani ambavyo amekuwa kinufaika na mitandao hii ya kijamii. Mambo vipi? Safi bwana, uko fresh? Niko fresh, kwa vizuri kabisa. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Asante, kwanza nikushukuru sana kwa kuitikia wito. Karibu sana katika studio za Dar2 TV. Asante sana. Leo tunaangazia kuhusiana na kwa namna gani tunaweza kutambua fursa zilizopo kwenye mitandao ya kijamii, ama kwa lugha rahisi tunaangazia ni kwa namna gani tunaweza kutumia fursa zilizopo kwenye mitandao ya kijamii. Kwa ufupi unaweza kuelezea mitandao ya kijamii, pengine kuna mtazamaji akawa juu, mitandao ya kijamii ni ipi? Tunaposema mitandao ya kijamii hasa kwenye ulimwengu wa leo, ni tuseme ni tools zote ambazo zinamsaidia mtu kuweza kuwasiliana na mtu mmoja mtu mwingine na kufikisha ile dhamira sahihi ambayo ni kujamiiana. Sasa kujamiiana kwa Kiingereza sema socialization au socialize, itakuwa ni rahisi zaidi mtu kuweza kuelewa. Hapa tunazungumzia applications kama Twitter ambayo ni X kwa sasa hivi, tunazungumzia Instagram, tunazungumzia Facebook, tunazungumzia YouTube pia ni mtandao wa kijamii, tunazungumzia Truth Social, tunazungumzia LinkedIn na mitandao mingineyo ambayo pengine kwetu kwa ipo. WhatsApp pia ni mtandao. Sasa mitandao hii kazi yake ni kuwakutanisha watu kutoka maeneo mbalimbali duniani na kuwafanya wawe kama kijiji kimoja au kuwa kama eneo moja. Wewe unaishi Dar es Salaam, ninaishi Morogoro, tunakutana kwenye mitandao ya kijamii, tunawasiliana, tunapeana taarifa. Nafikiri ni kama tukurahisisha yale mawasiliano ambayo zamani wazee wetu ilibidi atoke kwenda kwa mzee mwingine aweze kuwasiliana naye au kupiga naye story juu ya mambo mbalimbali yanaendelea, lakini sasa hivi imeongezeka, imekuja kuhabarisha na kuburudisha, lakini pia kuelimisha. Inafanya dhana kama ile inafanyika kwenye habari. Sasa nadhani twende sasa moja kwa moja kwenye mada yetu. Baada ya kutuma nadharia nzima ya mitandao ya kijamii, sasa natamani twende moja kwa moja. Unaweza kutambua vipi fursa zilizo kwenye mitandao ya kijamii, au unaweza kuzitumia vipi? Kwanza fursa ni kitu chochote kile ambacho mtu anaweza kukitumia kwa kujinufaisha yeye au kunufaisha wengine, lakini wanaponufaisha wengine yeye akanufaika pia. Naweza nikasema kwa tafsiri ambayo ni sema ni layman, yaani mtu yote yule ambaye hata ana elimu anahitaji kufahamu tu kwamba ni kitu ambacho unaweza kunufaisha wewe na kunufaisha na wengine, lakini zaidi ni wengine ukanufaisha na ukanufaika. Sasa kunufaisha vipi? Inawezekana kutatua changamoto alionayo, ukapata pesa, inawezekana ni kuwauzia bidhaa, au pia kuburudisha au pia kuwafurahisha. Sasa mitandao ya kijamii inawezaje kuwa fursa na mtu anawezaje kujua fursa kupitia mitandao ya kijamii? Kwanza, mitandao ya kijamii inatusaidia kupata watu wengi kwa urahisi. Kwa hiyo ni fursa ya kwanza, fursa kupata watu. Kwa maana ya kwamba kama wewe unauza simu, duka lako lipo Kariakoo, unaweza kuaccess watu ambao wapo Morogoro ukawauzia, watu ambao wako Mwanza ukawauzia. Wewe ni mshauri wa saikolojia, ofisi yako labda ipo Kigoma, unaweza kupata tu mitandao ya kijamii ukawashauri na wakapata hiyo huduma. Una bidhaa yako, unataka kufanya biashara, hauna frame, unaweza kupitia mitandao ya kijamii ukanunua hizo nguo zako, ukazipiga picha ukaenda kuzisambaza na
na kuziuza. Kwa hiyo mitandao ya kijamii inakuwa fursa kwa maana ya kukutanisha ile crowd kubwa au wingi wa watu wengi katika namna rahisi na kuweza kusaidia kufika sehemu yote na kufikia watu wote wanataka kuwapata. Na pengine kwa upande wako wewe Fadhili, una muda gani sasa umekuwa kutumia mitandao hii ya kijamii, kwa maana kwamba tangu kuwepo kwa teknolojia hii mpya, na kwako binafsi wewe ni mafanikio gani hasa ambayo unapata unaweza kusimama na kutembea nayo kifua mbele na kwa proud nayo? Kwa sisi ambao tunatoka familia za kishua, simu kuzipata kwanza ilikuwa ni kimbembe. Nilianza kutumia mitandao ya kijamii kwa umri wangu ambao sintautaja. Probably 2010 na ngapi, sikumbuki 10 na ngapi, lakini nilianza kutumia Facebook. Zamani unajifungulia account, unakosea, unafungua, unakosea. Ndio maana sisi ambao tunaanza kutumia mitandao hiyo wakati huo bado mambo hayajakuwa. Ukienda kutafuta una account nyingine una picha mbaya, ulipiga na kiswaswadu kile. Kwa hiyo ndio maisha ambayo tuko nayo kwa nyakati hizo. Kwa hiyo lakini sasa kufaidika nayo naweza ngasema ni kuanzia mwaka 2021 ambapo mimi ninafanya voice over, matangazo ya sauti, simulizi, vitabu kwenye sauti, lakini pia ni kwenye media industry. Wakati huo ninasoma chuo nilikuwa ninafanya matangazo kwa kutumia simu yangu. Sasa ilikuwa ni mabaya. Kwa sasa hivi nikiangalia ilikuwa ni mabaya, lakini nilikuwa napata hela. Nilikuwa napata hata shilingi 20,000 kwa kipindi hicho sasa. Ambapo sasa hivi siwezi hata unifanyeje, hata bana njia siwezi kuifanya, lakini baadaye ikafikia nilikuwa natumia WhatsApp na post status, washikaji zangu wanatafuta washikaji zao na ndugu zao napata. Baadaye nikaenda vitendo kama Instagram na Facebook, nikawa natangaza kile ambacho nakifanya nikapata. Lakini kuna bwana mmoja alikuwa na YouTube channel, mimi nikawa naingiza sauti kwenye simulizi zake na nikawa napata hela. Nilikuwa nalipwa hela nzuri ambayo wakati nilipochua tabum nilikuwa siliwazi mimi. Kuna mtu mmoja walikuwa wanatumia mtandao wa Telegram wa kuuza vitabu, mimi nikawa naingiza sauti. Nilikuwa naingiza hela ambayo ile boom lilikuwa ni dogo by that time. Sasa hizi maisha huenda kama badilika, sifanyi tena hivyo na maisha, lakini akawa yanaendelea. So imenisaidia kuweza kujitegemea mpaka namaliza chuo. Sikufanikiwa kuomba ajira, kwa hiyo najitegemea kupitia hivyo vitu. Sawa, mtazamaji wa Dar2 TV, kipindi hewani ni Hatua, na leo tunaangazia fursa zilizopo katika mitandao ya kijamii, na kama ambavyo nikujuza hapo awali na ndugu yangu Fadhili ambaye ameweza kutueleza kinagaubaga fursa mbalimbali ambazo zinapatikana katika mitandao ya kijamii. What your take off, kwa maana kwamba kitu gani ambacho kichukua kutoka kwako leo? Vijana wengi wamekuwa kutumia mitandao ya kijamii kwa ajili ya vitu ambavyo ni vya anasa, wanawake na vitu vingine. Wito wako ni upi? Ushauri wako ni kwa vijana ambao bado wana mitandao ya kijamii wanayo, lakini bado hawajajua jinsi ya kuigeuza kuwa pesa? Kwa kitu umesema kwa vijana wanatumia mitandao kwenye anasa, wanawake na nini. Sasa unajua kuna watu wanapata wake zao mitandaoni. Kuna mtu alimuona tu amepostia kwenye status akapata mke. Cha msingi ni kwamba mitandao ni kama dunia ulivyokuja. Wakati unazaliwa wewe ulikuwa ni very innocent, lakini sasa hivi pengine tukiagua dhambi zako hata tuwezi kuzibeba. Mungu ndo anajua. Sasa mitandao inakupa kila kitu, inakupa vizuri na vibaya. Wewe unachagua kipi ambacho unakitaka zaidi. Ukichagua kuishi na vibaya, maana yake utavipata hivyo vibaya vingi na vitakuingiza kwenye madhara, kama ni uraibu, kama ni tabia ambazo sio nzuri, kupoteza fedha pia kupo, kwa sababu mitandao inataka kuonyesha machimbo ya kufanya vitu vibaya na kadhalika. Lakini hiyo mitandao ukiweza kuitumia vizuri, kuna watu wamejiajiri kupitia mitandao na wanaingiza pesa mingi. Juzi nimemsikia waziri wa habari, sanaa, michezo na utamaduni Paul Makonda bungeni anasema kuna kijana mmoja anaitwa Ndaro anaingiza mpaka milioni 17 kwa mwezi. Sasa huyo ni yale ambaye anajulikana. Kuna watu ambao hawajitangazi kokote wanaingiza pesa nyingi kupitia mitandao ya kijamii. Kwa hiyo ukiweza kuitumia vizuri itakufaidisha, ukitumia vibaya utapata depression, utapata stress, utaona kama maisha yako ni mabaya, utaona kama wewe sio mzuri, wewe sio handsome na kadhalika. Kwa hiyo kwa vijana na sisi hasa ambao tuko 20s, mitandao ni soko, tuitumie vizuri. Lakini kuna kauli moja alisema marehemu Ruge, kuna vitu vingi vya kuogopa, teknolojia na Mungu. Kwa maana ya kwamba teknolojia siku hizi wameongeza na umri. Teknolojia hasa mitandao ya kijamii haisahau. Ukiongea jambo leo, ukiposti kitu leo, itapita miaka kadhaa kile kitu utakikuta. Kwa ukifanya kitu kizuri leo mitandaoni, baada ya miaka kadhaa, kama leo sio baba au kwa mfano mtoto wa kike leo ameamua kujiposti uchi mtandaoni kwa sababu sio mama, kwa siku atakuwa mama, mwanae atakiona kile kitu. Kwa hiyo kwa chochote ambacho utafanya mitandao itakulipa. Itakulipaje?
ni kwa namna ambavyo mpeleka. Utafanya kibaya itakulipa vibaya, kizuri itakulipa vizuri. So tumia simu yako vizuri, mtandao vizuri. Mtazamaji wa Dar2 TV, tumia simu yako vizuri. Haya ndio maneno ya mwisho ambayo ametuacha nayo mgeni wetu kwa siku ya leo katika kipindi cha Hatua, ambacho tulikuwa tunaangazia ni kwa namna gani tunaweza kutumia fursa zilizopo katika mitandao ya kijamii. Ameweza kutuelezea jinsi gani ambavyo tunaweza kugeuza mitandao ya kijamii kutupatia fedha, na kama ambavyo amesema wakati yuko shule alitumia mitandao hii ya kijamii kupata fedha ambayo hailingana na ule mkopo wa elimu aliyokuwa akiupata. Kwa siku leo tumefika tamati, mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa kipindi kingine. Tukutane katika kipindi kijacho cha Hatua. Tunazungumzia mada gani? Endelea kuwa karibu na Dar2 TV na nikutakia utazamaji mwema vipindi vinavyoendelea kutokea hapa. Jina langu mimi ni Yusuf Joel.